nguzo tatu za kuweza kujenga na kutimiliza ndoto au maono. Sijajua ukifumba macho asubuhi ya leo, rabo sakoria na rabo. Naomba kila mtu afumbe macho na uwe na utii katika jina la Yesu. Tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka huu, unaona mafanikio mambo gani matatu? Jiulize tu. Ukikaa hapo ulipokaa hapo, fumba macho. Alafu jiulize, hivi tarehe 31 mwezi wa 12 mambo gani matatu naweza kusimama kanisani hapa nikashuhudia ambayo sinayo leo? Unaona nini? Unaona nini tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka huu? Tuko mwezi wa kwanza leo. Tunasafiri mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa, wa 10, wa 11, wa 12. Utakuwa na nini? Nini kitakuwa tofauti kati ya wewe ulivyo leo na mwezi wa 12? Sasa kutatizo wengine, watu wengine hawaoti hata ndoto. Amekaa tu hapo, amezubaa tu. Hiyo akili imefungwa, funguka kwa jina la Yesu. Lazima uwe mtu ambaye unaona maono, unasema siku za mwisho nitamwaga roho wangu. Vijana wataona maono, wazee wataota ndoto. Sasa kijana umekaa uoni maono, mzee umekaa uoti ndoto. Mpendwa katika Bwana, unapoteza muda. Tufumbwe macho. Bwana Yesu asifiwe. Natamani hiyo ndoto yako iandike. Iandike. Unajionaje? Utaki kujiona vile ulivyo. Lazima kuwe na mabadiliko makubwa katika maisha, kwa sababu namwamini Mungu mkubwa. Sasa swali, kati ya ulipo leo na mwezi wa 12 ufanye nini hapa ili uweze kutimiza ndoto zako? Ndio nakufundisha leo. Nguzo za kuweza kutimiliza maono. Naomba tufungue kitabu cha Habakuki sura ya 2 mstari wa kwanza na wa pili. Habakuki sura ya 2 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema, mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia nione atakaloniambia na jinsi nitakavyonijibu kwa habari ya kulalamika kwangu. Endelea. Anasema Bwana akanijibu akasema, iandike njozi, iandike njozi, iandike ndoto, iandike maono. Anasema ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili asomaye apate kuisoma kama maji. Lazima ukae chini uandike maono ulionao makubwa, sio unakisia nilikwambia. Kwa usikae chini hivi, amua kubadilika mwaka huu, muone Mungu. Amua kutii neno lake, alafu muone Mungu kwa ajili ya mambo makubwa. Sikiliza na kumalizia mstari wa 3. Endelea. Anasema maana njozi hii, maana maono haya, maana ndoto hayo, maana mawazo ulionayo, anasema ni bado ni kwa wakati ulioamriwa. Inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake, wala haitasema ijapokawia uingojee. Uingojee kwa njia gani? Kwa magoti, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Sasa misingi gani mitatu ambao mtumishi wa Mungu Habakuki anatufundisha? Anatupa msingi wa siri za watu kufanikisha maono yao. Kwa nini watu wanazaliwa nyumba baba mmoja, wamesoma shule moja, mmoja anafanikiwa, mwingine hafanikiwi? Kwa nini watu wanaingia darasani pamoja chuo kikuu, wanasoma na mwalimu mmoja, profesa mmoja, daktari mmoja, alafu mmoja anatoka anaenda kufanikiwa, mwingine anatoka kufanikiwa? Kuna siri, sio majaliwa. Kuna jambo unatakiwa ulijue ili ulifanye uweze kufanikiwa. Kwa kuna kitu ambacho wewe mwingine anacho umekikosa, ambacho leo nataka ukipate sasa ili ukifanyie kazi, ili ukitoka usiwe tena yule ambaye ni wa kawaida, bali uwe ni mtu wa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, nguzo ya kwanza ni uadilifu. Nguzo ya kwanza ni uadilifu. Mwadilifu ni mtu gani? Mwadilifu ni mtu ambaye anasema anachokimaanisha na anamaanisha anachokisema. Narudia tena. Uadilifu ni nguzo ya kwanza ya kutimiliza maono. Kwa nini? Kwa sababu Mungu tunayemwamini ni mwadilifu. Tabia ya Mungu toka naumba dunia ni uadilifu. Kama Mungu asingekuwa mwadilifu, leo saizi unamwomba Baba kwa jina la Yesu nakufa leo, kwa jina la Yesu nguvu za giza shindwa, angekuwa amelala usingizi. Leo nimechoka. Kuna watu gani wanaomba huko? Amekuja nani huko?
ngoja nilale usingizi kidogo. Lakini Mungu tunayemwamini, uamke saa 8 usiku. Baba, katika jina la Yesu, wanadamu wote duniani wanaomba. Baba, kwa jina la Yesu, anasikia, anatuma malaika, anajibu, anaamka, anafanya kazi, anafanya makubwa kwa ajili ya kuponya watu wake na kuwasaidia. Amebaki kuwa ni Mungu mwadilifu. Angekuwa Mungu sio mwadilifu, tungeamka siku moja asubuhi jua lijatoka, inabidi tuingie kwenye maombi. Jamani, jua lije, tuanze maombi. Baba, uko wapi? Mungu usikie, jua lije. Tunafika jioni tumechoka, nataka kulala, amna usiku. Tunaamka asubuhi, jua litokee. Kwa sababu Mungu ni mwadilifu. Mungu anasimama na misingi yake. Akisema itakuwa hivi, itakuwa hivi. Ingekuwa Mungu sio mwadilifu, baada ya kuangamiza dunia kwa maji, leo utakuta mvua imepiga mvua yenyewe, mpiga mvua ya uhakika, lakini bado dunia inakauka, mafuriko yananyamaza, bado maji hayajai, kwa sababu ya uadilifu wa Mungu. Mungu akisema jambo ageuki. Wanadamu wengi kwanza ni wanafiki. Anapoongea na wewe kwa midomo, huku ndani ya moyo wake hayuko hivyo. Hiyo sio tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu, anachokisema nitafanya, anafanya. Anaposema sifanyi, afanyi. Hiyo ndio tabia ya uadilifu. Sasa ni lazima ujenge misingi hiyo. Tukiangalia kwa makini kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 12, ndio sehemu ya kwanza tunaanza kuona uadilifu wa Mungu. Lakini pia Mwanzo 8:22 inaelezea uadilifu wa Mungu. Labda tuanze na Mwanzo 8:22 ili uweze kuelewa. Mwanzo iliandikwa au ilikuwa imetokea mwanzo wa dunia kwa kulingana na Biblia haizidi miaka 8,000 iliyopita. Kwa ina maana alipoanza 8:22, Mwanzo 8:22. Kwa alipoumba dunia akasema kadiri inchi dumupo. Sikiliza kwa makini. Anasema muda inchi dumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa ari, wakati wa kaskazini na wakati wa kusini, mchana na usiku, havitakoma. Amemaliza. Miaka 6,000, miaka 8,000 iliyopita aliongea hivyo, na mpaka leo usiku na mchana unakuja. Majira ya mvua na majira ya kupanda yanakuja, majira ya kuvuna. Ndio ameumba hivyo. Mungu ni mwadilifu. Mwadilifu ni mtu ambaye akisema jambo anafanya alivyosema, hata kama kwa hasara yake mwenyewe. Na kuuliza swali, wewe ni mwadilifu? Umeahidi watu mambo mangapi na hujafanya? Umeongea vitu vingapi na hujawa hivyo? Je, maisha yako unapokuwa mbele za watu na unapokuwa chumbani kwako yako sawa? Huo ndio uadilifu. Unapokaa mbele za watu na unapotoka kwenda mtaani uko vile vile? Au ukija kanisani ni mtu mwingine, ukitoka kwenda mtaani unakuta umevaa kinguo cha ajabu mpaka watu wanakuogopa? Maisha yako yakoje? Ni mwadilifu au ni mtu mwenye ndimi mbili? Ni mtu ambaye una maisha aina mbili. Kuna maisha tunayaona sisi, alafu kuna maisha mengine ambao watu hawakuoni. Juzi nimekutana na watu fulani wanasema kuna watu kanisani kwako eti wametishiana. Kanisa la nani? Wazee wa kanisa tuwafukuze. Sawa? Tuwafukuze, hataki upuzi mwana ya kanisa hili. Kama mtu hawezi kukana mwenzake aondoke. Kanisa lipiri hapa. Mnatishiana na mwenzako. Kweli mmeokoka? Mnaenda mbingu ya nani? Tunahubiri injili kwa ajili ya nani? Upuzi acha kabisa katika maisha yako. Upendo maana yake nini? Tunakuja kufanya kazi gani hapa? Kuongea na watu. Natamani tuwe waadilifu. Kama umeambiwa umsamehe mwenzako, msamehe. Kwani ukimsamehe una tatizo gani? Unaweza kumshikia mwenzako ukasema tunataka kupigana kanisani? Serious? Kanisa lipi? Labda hajanifikia vizuri. Lakini naomba nikwambie, tunataka kujenga watu ambao wanamjua Kristo, wameamua kwenda mbinguni, sio wababaishaji. Hatujengi wauni hapa. Na lazima tuishi kile ambacho tunakisema, kile ambacho tunakiishi lazima kiwe sehemu ya maisha yetu. Vinginevyo huo sio Kristo. Tumekuja kutapeli na hatuko tayari kupoteza muda kupotapeli hapa. Tunataka tumjenge Kristo, tujenge bendera ya upendo, tujenge bendera ya amani, tupende ubela utulivu, sio ya ujinga uni ndani ya kanisa. No, we cannot build that. Tuleta matatizo. Naongea kuhusu tabia ya kwanza, ni uadilifu. Jinsi ulivyo ndivyo uonekane nje na ndani na mali kote utakayokuwa. Itakusaidia. Kwa Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza akamwahidi Abraham.
Akamwambia Abraham, sikiliza. Mwanzo 12 kwanza 1 mpaka 3. Akamwambia Abraham, sikiliza, nimekuona Abraham, uko kijini kwako unakoishi una maisha magumu. Sasa nataka nikupe utajiri, nataka nikubariki, nataka nikupe pesa, nataka nikupe mali, nataka nikupe uwezo. Akamwahidi, akamwambia toka nyumbani kwako, nenda nataka kukuelekeza. Mstari wa 2 anamwambia, na mstari wa 3 anamwambia, sana nakupa ahadi, atakayekubariki atabarikiwa, atakayekulaani amelaniwa. Mungu anamwahidi Abraham akamwambia, nitakupa uzao utakaoijaza dunia kama mchanga wa bahari. Miaka 25 baadaye Isaka akazaliwa. Abrahamu akatimiza kusudi la Mungu, kwa sababu Mungu alisema. Mungu anaweza kuchelewa, lakini naomba nikwambie, anasema ile ndoto inaweza kuchelewa lakini itatokea. Leo Abraham ana watoto zaidi ya bilioni 3 duniani. Unajua na wewe ni mtoto wa Abraham. Kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 14 kinasema wewe ni mtoto wa Abraham. Pamoja na kwamba unawezekana kuna Waisraeli na wewe ni Muisraeli katika ulimwengu wa roho, kwa sababu wewe sio wa kawaida. Baada ya kumpokea Yesu Kristo, aliwafanya kuwa wana wa Mungu, aliwafanya kuwa wana wa Abraham. Kwa mtu akwambia kuhusu habari za Abraham, wewe pia ni uzao wa Abraham, na wewe ni binti wa Abraham, na wewe ni mtoto wa Abraham. Lazima ujiangalie katika level hiyo. Wagalatia 3:14 tafadhali. Kwa inabidi utambue hilo kwamba Mungu alichoahidi kuhusu Abraham amekitenda. Lakini mtu wa pili mnamjua vizuri, ambaye Mungu alionyesha uaminifu wake katika yeye na akaweza kutimiliza kile ambacho alikiweza kufanya kwa ajili ya maisha yake. Tunaona Mungu akiweza kumwahidi au akiongea na mtumishi wake Isaya katika kitabu cha Isaya sura ya 7 mstari wa 14. Akasema nimekaa chini. Isaya miaka zaidi ya 2000 kabla hajazaliwa hata Yesu. Akasema ninaona kule mwisho kule wa dunia. Ninaona nini? Sikiliza anachosema Isaya 7:14. Twende spidi kidogo tafadhali katika jina la Yesu. Anasema kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba. Chukulia miaka 2000 kabla Yesu, miaka zaidi ya 2000, miaka zaidi ya 4000 kabla Yesu hajazaliwa. Mtu anasema bikira atachukua mimba. Hata leo ukiambiwa eti kuna mtu anakuja hapa ndani anasema nina ujauzito. Umepata wapi mama? Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe. Tutakufukuza hapa. Lakini anasema bikira atachukua mimba. Tazama, atazaa mtoto mwanaume, naye atamuita jina lake Emmanuel. Miaka 2000, mwaka wa kwanza mpaka 2000 kapita. Alichokisema Mungu kitatimia. Kwa kitabu cha Mathayo ile sura ya kwanza mstari wa 23 tunaona unabii ukitimia. Mungu ni mwaminifu. Lakini cha mwisho, yako mengi tunaweza kusema. Cha mwisho katika kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28 na 29, Mungu akasema siku za mwisho rabo sakorienda raba, nitamwaga Roho wangu Mtakatifu. Vijana wenu wataona maono, wazee wenu watatabiri, na wote wenye mwili nitamwagia mabinti zangu wa kike na wa kiume wataweza kutabiri. Yoeli 2:28-29. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, miaka zaidi ya 4300 iliyofuata, Roho Mtakatifu akashuka. Leo tunatembea katika Roho Mtakatifu. Hiyo ndio tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu ni Mungu ambaye ana uadilifu. Uadilifu ni uwezo wa kusema jambo ukalisimamia. Lazima litokee. Kwa kama tabia ya Mungu ni hiyo, natamani kila mmoja ajenge tabia ya kimungu ya uadilifu ili ndoto ziweze kutimia. Tusije tukamwona mtu wewe leo kanisani huko hivi unaimba na kwaya hapa, hapo kutoka hapa wewe mwenyewe ndio wewe ndio unaimba kanisani pale, ndio kwa sababu hapo ukitoka tunakuona jioni unapigana ngumi na mume wako. Serious? Hivi kweli unaweza kufanya mambo kama hayo? Haleluya. Halafu ukitoka pale tunakuta sehemu. Serious? Hayo maisha mpendwa katika Bwana, ukifanya maisha kama hayo,
naomba nikwambie, utakuwa unampilize mwanadamu. Unaweza kunipendezesha mimi labda na wazee wa kanisa, unapoteza muda. Sina hela ya kukupa, sina baraka za kukupa, sina muujiza, I have nothing. Lakini ukimpilize huyu Mungu aliye juu, ukaishi maisha ya kumwogopa yeye, whether uko kanisani, uko nyumbani, uko barabarani, naomba nikwambie, huyu Mungu atakuona. Mungu atakusaidia, atakutoa pale ulipo kupeleka kwenye utukufu mwingine. Maisha ya uadilifu ni tabia ya Mungu, tabia ya Mkristo. Kitabu cha Mithali sura ya 10 mstari wa 9 anasema, mtu aliye mwadilifu utembea katika uadilifu wake, lakini mtu mwenye ndimi mbili, anasema, bali apotoshaye njia zake atajulikana. Anasema aendaye kwa uadilifu huenda salama. Kwenda kwa uadilifu maana yake nini? Ukiwa kanisani ni yule yule, ukiwa nyumbani ni yule yule, ukiwa mtaani ni yule yule, ikiwa ni usiku wa manane ni yule yule. Ni huyu tunayemwona, abadiliki, sio kinyonga. Lakini mtu apotoshaye akiwa kanisani ni mtu mwingine, akitoka kanisani ni mtu mwingine tofauti kabisa na wewe unamwona kanisani. Hiyo tabia sio ya Mungu, ni tabia ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wameshaenda hospitali? Wengi wetu tumeenda. Unakutana na daktari. Mamangu mzazi alipata changamoto kama miezi 3-4 zilizopita. Kwa hiyo alizimia kwenye usingizi. Kwa hiyo mama Mungu akampa neema, akafika hospitali. Yule daktari alimuona, akamwambia mama amepata kifafa, kwa hiyo tunamwanzishia dawa za kifafa. Akanipigia simu. Nikamwambia kama ishivyo Bwana, mwambie asifanye hivyo. Tunamsafirisha kwenda Dar es Salaam. Akamsafirisha kwa neema ya Mungu na ndugu zangu tukasaidiana. Akafika Dar es Salaam akiwa hajawa vizuri sana, lakini anaendelea vizuri, tukiendelea kumwomba Mungu kwa ajili ya muujiza. Alipofika kwa daktari wa kwanza akamwambia, lazima apate dawa za kifafa. Tukakataa. Tukaenda kwa daktari ambaye ndio top specialist wa moyo katika nchi hii. Akasema, tunaanza kupima umeme wa kichwa, tunaanza kupima umeme wa moyo, tunapima umeme wa damu. Mama hana tatizo lolote, anatakiwa tu kupunguza unene. Bwana Yesu. Mama kidogo na kilo zaidi ya 150. Yesu. Wakamwambia tu, mama wewe unatakiwa tu hizo damu iende vizuri mwilini, unatakiwa tu mwili kidogo. Naomba nitolee mfano, mama wewe ukamuulize hapo. Alikuwa na hivyo, lakini Bwana amempa neema. Mguu. Kumbe anatakiwa kupunguza unene tu Bwana. Kapunguza, Bwana akamfanya na uponyaji umekamilika. Yuko salama. Nataka kusema nini? Yule daktari wa kwanza, ina maana hata kesho nikikutana naye nitamwamini tena. Hata kama unaumwa kidole. Jamaa anaweza kukata kidole huyo. Mtu ambaye sio mwadilifu, watu wanamuogopa. Mtu ambaye sio mwadilifu, watu hawakwambii, lakini wakikuona tu, nani yule? Muache kwanza. Wanajua madudu. Kwa sababu umekosa uadilifu. Kwa badala ya kuendelea kuwa mtu ambaye watu wanakuogopa, kuwa mtu ambaye watu wanakuamini. Ndio tabia ya Mungu. Huo ndio Ukristo. Hizo ndio tabia za watu ambao wanakwenda kule ambako Baba amekusudia. Mambo matatu ya kuzingatia ili niende kwenye msingi wa pili. Ili uweze kuwa mtu ambaye ni mwadilifu, cha kwanza, unatakiwa kuwa mtu ambaye unasema kweli. Mtu ambaye huna lugha mbili. Ngoja nikwambie, ni bora ukakaa kimya kuliko kuongea uongo. Ni bora usiseme kitu kuliko kuongea kitu ambacho ukielewi vizuri. Lazima ujifunze. Kitabu cha Waefeso sura 4 mstari wa 25 anatuambia kitu cha msingi sana. Waefeso 4:25 anasema, ongeeni kweli nyinyi kwa nyinyi. Mtu asimwambie ndugu yake uongo. Kuna mmoja akaniambia juzi, mchungaji, rafiki yangu, bwana nimekwama. Akaniambia na nimehamia sehemu nyingine, kwa natakiwa nisafirishe mizigo. Sasa nimepata shilingi 70,000.
Sasa huku nakokaa kidogo hata nalala chini na nini, nahitaji nipate hata shilingi 30,000 ili nikaweze kusafirisha mizigo yangu, niweze kukaa vizuri hapa napokaa. Alipoanza kuongea tu, Roho Mtakatifu akaniambia pigwa fix hapa. Nikamwambia okay. Aisee, pole sana. Unajua unatakiwa kuwa na hekima. Unaweza kuwa umeambiwa na Mungu kwamba mtu anayekuja mbele yako anakuja kudanganya. Msikilize. Lakini usimwambie kitu. Kuna kusikiliza tu. Nikamwambia okay, aisee, pole sana bwana. Lakini Mungu anaweza kusaidia. Akaendelea kuomba, unajua. Nikamwambia brother, sikiliza. Si una shilingi 70,000? Aya, safirisha godoro na kitanda kwanza. Shilingi 20,000. Na vitu vingi. Sasa vya nini vingine wakati unasema ulikuwa unalala chini? Kama ungekuwa na shida ungeniambia tu, mchungaji, naomba unisaidie, nimekwama shilingi 20,000. Usinipige fiksi. Ukiongea uongo kwa mtu ambaye ni wa roho, ngoja nikwambie, unahitaji kwenda kuwa na karaboseko kujua mtu ni muongo. Mtu anapokuja tu, Roho Mtakatifu anakuonya. Kama ni mtu wa maombi, anakuambia angalia ngoma hii, hamna kitu hapo. Ila sasa unaishi naye wewe, mtu inabidi uende naye, kwa sababu kanisa ni hospitali. Asikudanganye mtu. Kanisa ni wanakuja watu wenye staili mbalimbali. Kwa natakiwa wasaidie waweze kuponywa. Lakini unajua kabisa huyu mtu anakokwenda sio kwenyewe, ila tuende naye taratibu. Kwa nasema basi uvueni uongo, mkaseme kweli mtu na mwingine, maana tu viungo katika mwili mmoja, kiungo cha mwenzake. Bwana Yesu akasema mimi na Baba ni kitu kimoja. Chochote nifanacho ndicho afanyacho Baba. Kuwa na uadilifu ni mtu ambaye ameamua kuishi anachokisema na anachokisikiishi ndicho anakuwa. Cha kwanza, sema ukweli. Cha pili, ukiahidi jambo lolote liwe kubwa au dogo, hata ukimwambia mtoto nitakuletea pipi, hakikisha unafanya. Na kama utashindwa kufanya, omba msamaha, kwa sababu wewe sio Mungu. Hakikisha unapoahidi chochote, nitakuja saa 10 jioni, saa 10 jioni uwe pale. Tutaanza kwaya saa 10 kamili, saa 10 kamili uwe umeanza kwaya. Tutaingia ibadani saa 3 kamili, saa 3 kamili uko ibadani. Unakwenda kwenye mkutano, nitafika saa 6, bora uwahi kuliko kuchelewa. Na kama umeshindwa, piga simu mapema, ambie jamani, kuna matatizo, mimi sio Mungu, mimi ni mwanadamu. Kabla ya muda, naomba samahani, sita au nitachelewa. Huo ndio uadilifu. Kuwa mtu ambaye unatimiliza unachokiahidi kwa mdomo wako. Jambo la katika hilo, uwe na maisha ambayo yanaeleweka. Maisha yanaeleweka maana yake nini? Ni mtu ambaye una ratiba. Muda wa ibada unajulikana, muda wa kuomba nyumbani unajulikana. Una ratiba fulani katika maisha yako ambayo watu wanaweza kukuona jinsi ulivyo na unajua ndivyo unavyoishi. Usiwe mtu ambaye ueleweki, kwa sababu hiyo ni tabia sio ya Mungu. Lakini kumbuka, maandiko yanasema awezaye kuonyesha uaminifu katika mambo madogo ataaminiwa katika mambo makubwa. Kitabu cha Luka 16 mstari wa 10. Kwa naomba niende kwenye nguzo ya pili kati muda unaponipelekea mwishoni. Nguzo ya kwanza nimesema ni uadilifu. Sema kweli daima. Bora ukae kimya kuliko kusema uongo. Timiliza unapoahidi mtu, timiliza ahadi yako. Uwe na maisha ambayo yana ratiba ambayo inaeleweka. Ukisimama katika misingi hiyo mitatu na kuwa na tabia ya Mungu, mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Na naomba nikwambie, chochote utakachokifanya, cha kwanza watu watakuamini. Cha pili, watu watakusaidia. Cha tatu, watu watakwenda na wewe. Kwa ndoto zako, maono yako, watu watapenda kuyatimiliza kukusaidia. Lakini zaidi Mungu atakusaidia kwa sababu ndio tabia yake. Lakini ukiwa mtu wa mafix, usiyejielewa, hakuna kitu kitakachotokea. Nguzo ya pili ya kutimiliza ndoto. Si umepanga mwaka huu uweze kujenga nyumba? Si umepanga mwaka huu ununue gari? Basi sikiliza nguzo, jenga hizo nguzo, afuta uone kitakachotokea. Lakini kama utadharau, utasema mambo ya uadilifu nini na nini, endelea na tabia yako ya zamani. Lakini utakuwa kama mtu ambaye anaogeshwa na sabuni after atakati. Natamani uwe mtu ambaye unatakata katika jina la Yesu. Neno liingie kama sindano, likaponye maisha yako kuwa mtu mwingine kwa jina la Yesu.
Bwana Yesu asifiwe. Amua kuvua utu wa kale, alafu mva Yesu ili uende vizuri. Jambo la pili, mambo na msingi sana kwa ajili ya kutimiza ndoto, maono katika maisha, ni kitu kinaitwa kazi. Ni kitu kinaitwa kazi. Hivi unajua kuna watu katika maisha yetu ya ulokole, unajua wengine tumeanza kupitia misingi mingi ya kilokole. Tulikuwa tumeamini kwamba kazi yetu sisi ni kuja kanisani kuomba. Basi ndio kazi ya kiroho. Acha mambo ya kimwili, tukaambiwa hivyo. Lakini naomba nikufundishe shule leo kidogo. Twende taratibu. Tabia ya Mungu toka siku anaumba dunia, alifanya kazi. Kama Mungu anafanya kazi, wewe kwa nini ufanye kazi? Biblia inasema kwamba Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1, siku 6 Mungu alifanya kazi. Girabose korianda raba, anamuumba vitu, anaumba miti, milima, majani, anatamka vitu vinakwenda siku 6. Alafu siku ya 7 akapumzika. Sasa baada ya siku ya 7 hajapata tena pumziko. Maki kila siku tunamuomba. Yesu Kristo mwenyewe baada ya kumaliza kazi msalabani hajapumzika. Kwa jina la Yesu. Mnasemaje huko? Anatuma malaika. Hajalala. Mungu wetu halali wala asinzii. Mungu angesinzia dakika moja, wachanga kuja wangekumaliza usiku. Kwa Mungu anafanya kazi usiku na mchana. Mungu tunayemwamini. Kwa nataka ubadilishe msimamo wako, kwa sababu ukishindwa kuelewa mwelekeo wako, kuna watu wanawaza, ngoja nikwambie, kerobo zinda rabo sha. Hii meza iliumbwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii meza iliumbwa na Mungu. Mungu aliumba. Meza inatengenezwa na nini? Wala na science. Eti meza inatengenezwa na nini? Wewe si mwana science. Imetengenezwa na nini? Najua kuna sodium. Kuna nini kingine? Hiki kioo kimetengenezwa na nini? Haya, madini mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Najua wana science wamo ndani. Nataka kukuambia nini? Hivi ngoja nikuulize, Mungu aliumba kanisa hili? Aliumba? Mungu aliumba gari? Mungu aliumba hii project hapa? Nani ametengeneza? Nani ameumba? Mwanadamu. Nataka uanze kubadilika msimamo wako. Naomba gari kutoka mbinguni. Mungu aleti gari. Hii speaker unaiona hapa, hajaumba Mungu. Ameumba Mungu lini? Wewe umesoma kitabu cha Mwanzo kimesema akaumba speaker, akaumba matairi, akaumba na tiles. Na kitu kilichokalia, Bwana akavifanya vyote vikawa vyema. Umesoma wapi? Kuna mwanadamu alifanya kazi, akamshirikisha Mungu, akasema mwanga unakwendaje? Tutawekaje mwanga uweze kuona na watu kule? Tutawekaje chombo kama hiki? Kuna watu wanafanya kazi za kutengeneza chombo kama hiki. Akushusha Mungu toka mbinguni. Kikapu hiki, kuna mwanamke alikaa chini akaanza kukifinyanga. Kwa uongozi wa Mungu. Mungu anataka tuendeleze uumbaji. Alipomuumba Adamu akushia pale, ngoja nikwambie, Adamu aliambiwa akafanye kazi. Sio kwamba baada ya kuanguka eti Adamu alitenda dhambi ndio Mungu akamwambia hamna kufanya adhabu. Kazi sio adhabu. Haipo katika adhabu za Mungu. Toka Mungu alipomuumba Adamu siku ya kwanza akamwambia, ninakupeleka kwenye dunia ukafanye kazi na kuitunza bustani yangu. Ukafanye kazi na kuitunza bustani na kuitunza. Akampeleka Eden, akampa vitu viwili. Hajafanya dhambi hapo Adamu, hajala tunda bado. Akiwa bado Adamu mtumishi wa Mungu, akamwambia kazi. Ngoja tusome. Unajua wakati mwingine inawezekana tusiposoma watu wanaweza kushindwa kunielewa. Karobo sekori andaraba. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15. Sikiliza kwa makini. Amemaliza tu kumuumba mwanadamu. Anasema Mungu akamua sasa, akasema huyu hawezi kukaa na mimi huko mbinguni. Akamwambia ngoja tumpe kazi. Anasema hivi, anasema Bwana Mungu akamuumba, akamtoa huyo mtu. Akamwambia usikae huko mbinguni wewe. Twende. Haya, sikiliza alichokisema. Akamwambia akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Ndio maana kijana anayekuja kusema nataka kuoa, tunamuuliza una shamba gani la kulima na kutunza? Huyo binti wa watu utamtunza kwa nini?
Kwa sababu alianza Adamu kuwa na shamba la kulima. Mungu akumpa Adamu mke kabla hajampa shamba la kulima na kutunza. Una nini unakifanya? Mimi ni mkulima. Wewe sawa, unaweza kuoa. Mimi nipo tunabangaiza, nimemaliza chuo, nipo tu. No sense. Mungu alimuumba mwanadamu, akamweka bustani akalime. Kwa kazi ni kitu cha pili kwa ajili ya kutimiliza ndoto. Kuna mawazo tulikuwa nayo wakati tunaokoka zamani. Unajua tukimaliza safari tutakwenda kule mbinguni kupumzika. Kazi hakutakuwepo, kule itakuwa ni kukaa tu. Nani amekwambia? Mbinguni kuna wenye uhai wanao. Kuna kuimba kule, kuna kusema kule, wastahili wewe. Wanainuka. Nani amekwambia unaenda kukaa tu na kaa tu kazi yako sitaki? No, umepata wapi mafundisho hayo? Hayo ni mapepo. Mungu anafanya kazi hata leo. Hapa tuko kanisani, Mungu yuko kazini. Ndio maana tunapingwa, tunazuia na mishale ya adui, tunazuia na mishale mingine mbalimbali. Lakini mafundisho yakaingia kwenye vichwa vya watu. Alafu wakasani kwamba ukishaokoka basi unasubiri kwenda mbinguni kwenda kupumzika. Unapumzika kwa ajili ya nini? Mwanadamu hajaumbwa apumzike, mwanadamu ameumbwa kufanya kazi. Nataka hiki kitu kiingie sana kichwani kwako. Huwezi kutimiliza ndoto bila kufanya kazi. Haiwezekani. Bwana Yesu alipokuwa anatuambia alipokuwa hapa duniani, kitabu cha Yohana 5:17. Aliongea kitu ambacho nakitamani ukijue. Wale wasabato ambao walikuwa Waisraeli wakati huo, wakaambia unaponyaji watu wakati wa siku. Sikiliza alichowajibu. 5:17. Yohana 5:17. Akawaambia hata sasa hivi tunavyoongea hapa mimi na nyie, kule mbinguni Mungu anafanya kazi. Na mimi pia inabidi nifanye kazi, kwa sababu kufanya kazi ni sehemu ya maisha yetu. Anasema akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, Baba wa mbinguni. Anasema nami nitatenda kazi, ninatenda kazi. Kwa kazi ni sehemu ya Ukristo. Hakuna kitu kinaitwa kingine zaidi ya kazi. Mungu alipoumba dunia alifanya kazi. Lakini Bwana Yesu akaenda msalabani, kariandorobosako, imekwisha. Ilikuwa kazi kwa ajili ya kukomboa maisha yetu kama wanadamu. Mpendwa katika Bwana, naomba uelewe kwamba Mungu akutaka uje upumzike. Hakuna mwanadamu amewahi kufanikiwa katika maisha haya bila kazi. Kama hakuna cha kufanya, naomba nikwambie, muombe Mungu, atakupa neema. Mashamba yako mengi Tanzania. Mimi sina shamba, babangu kuniachia urithi. Umeenda kugonga ukagonga. Anasema bisheni mtafunguliwa, tafuteni mtapata, ombeni mtapewa. Umesha kwenda kufanya yote hayo? Mimi nataka ni relax. Una 10,000 hapo? How can you dare kuomba shilingi 10,000 akatunza kutafuta? Hiyo ni tatizo kubwa la akili. Lazima tuangalie Mungu yukoje. Tabia ya kufanya kazi sio ya mwanadamu, ni ya Mungu. Na hakuna ndoto unaweza kuitimia bila kufanya kazi. Mungu atabariki kazi za mikono yako. Sikiliza kwa makini. Unajua wangapi wamesha kuona dhahabu? Inawezekana kuna watu wa ndani hawajai kuona dhahabu. Wangapi wameshaona dhahabu? Umeona dhahabu? Dhahabu sio ile feki. Sio gold, sio English gold. Hiyo unavaa kina dada unashangaa na ng'aa, kumbe hamna kitu. Wangapi wameshaona? Wangapi wameona almasi? Hapa tuna kazi kanisa. Hata kuona sio wewe nayo. Lakini unatakiwa fikia tu na vijana ambao wanaweza kununulia wake zao almasi hapa. Si ndio? Sikiliza kwa makini. Huwezi kuikuta dhahabu barabarani pale. Huwezi kuikuta almasi imekaa hapo. Ili kupata dhahabu na almasi unatakiwa kufanya nini? Kazi. Nenda kaangalia kule wanaochimba madini. Juzi tulikuwa na mtoto wa Ndungai, anachimba madini, unaingia kule chini. Zaidi ya mita 100, 200 chini huko. Joto sio la kawaida. Nenda kutafuta dhahabu ya kushika kwa mkono. Hakuna jambo jema ambalo linaweza kutokea kwenye maisha ya mwanadamu bila kufanya kazi. Sasa nisikilize kitu nataka kukwambia. Nataka nikufundishe sasa. Never, na usidhubutu kufanya kazi peke yako. Mungu alipomuumba Adamu akamwambia enenda ukatawale.
lakini anataka katika kila hatua ya kufanya kazi kwako umshirikishe. Mungu anataka kufanya wewe muumbaji pamoja naye. Ngoja nikwambie kitu nielewe. Nikichukua dhahabu, wale ambao wameona dhahabu, nikiweka hapa, nikachukua na almasi nikaiweka hapa, mtakachoweza kuona kinang'aa ni kwa sababu ya mwanga wa jua. Mwanga wa jua unaipiga ile dhahabu ndio unaweza kuona, lakini tukizima taa zote, kukawa na giza huko ndani, hata nikiweka almasi zote hapa na dhahabu haing'ai. Yaani kwenye giza unaweza kuweka dhahabu na isionekane. Kinachoweza kung'arisha dhahabu au almasi sio yenyewe haing'ai, ila mwanga unapotoka unapopiga pale ndio unaweza kuona. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Inaakisi mwanga, ndio maana unaona inameremeta. Unaona mtu amevaa dhahabu shingoni, kinachomfanya aonekane sio ni mwanga. Ukizima taa zote huwezi kuona hata dhahabu inaong'aa shingoni. Maisha ya mwanadamu yameumbwa kwa ajili ya kufanya kazi. Ukifanya kazi peke yako hautang'aa. Lazima katika kila hatua ya kazi zako, umeenda kufanya kilimo, Baba naomba, Baba nisaidie, Baba nirehemu, Baba niongoze. Hatua ya maombi ni ya msingi mno. Kwa sio kazi tu kwamba kazi. Kuna watu wanafanya kazi usiku na mchana, lakini wako vile vile miaka yote. Mungu hakuwahi kuumba unga. Mungu hakuwahi kuumba mandazi. Mungu hakuwahi kuumba chapati. Lakini amempa mwanadamu namna ya kuweza kutengeneza chapati nzuri mpaka ukafurahia. Amempa namna ya kutengeneza pilau mpaka ukafurahia. Hajatengeneza Mungu, amemtumia mwanadamu. Kwa Mungu amekupa vipawa fulani ndani yako ambavyo ukivifanyia kazi kwa kumtegemea Mungu, utafanya mambo makubwa kupita kiasi. Mungu amekufanya wewe kuwa sehemu ya uumbaji. Chote tulicho nacho leo, kuanzia hata viatu nilivyovaa, ni mwanadamu ametengeneza. Zamani tulipokuwa tunaingia tu kwenye wokovu, tulikuwa tunakataa kuvaa hata nguo zilizotoka China. Kule kuna mapepo, kuna majini. Ukiokoka hakuna kinachoweza kudhuru. Wanadamu wote ni mali ya Bwana. Ndio maana shetani akamwambia Yesu, akamwambia unajua nitakupa dunia yote. Akamwambia mpuzi wewe, hii mali yote ni ya Mungu. Shetani ana cha kwake. Hata mwanadamu mlevi unayemuona, bado Mungu ni wa kwake. Kwa chochote ambacho Mungu anatengeneza mwanadamu kwa namna yoyote, Mungu amekiruhusu kitumike kwa ajili ya faida wengine. Tulikuwa na tabia sehemu fulani, watu walikuwa wanafanya kazi, wakitoka kanisani wanasema Jumamosi, Jumapili tunapumzika, hamna kufanya kazi. Nikamwambia upuzi gani mnaongea nyie? Nenda kafungue biashara Jumapili. Nani amekukataza? Kwa sababu kazi yako, ngoja nikwambie, biashara unayoifanya unahudumia wanadamu wameumbwa na Mungu. Kwa mwanadamu aliumbwa na Mungu, amemwomba Mungu wake aje ashone nguo, labda chukulia, aje anunue kitu fulani dukani, wewe umefunga. Muda wa ibada sali, lakini baada ya ibada kafanye kazi. Usiwe mtu ambaye kama unakuwa ni mtu wa dini. No, jifunze namna ya kanuni za kimungu. Itakusaidia. Vinginevyo utakuwa na maisha ambayo uelewi, alafu ujui Mungu mwenyewe unamwamini. Kumbe wewe unadhani kwamba eti kuuza duka sio kazi ya kiroho. Kwenda kufyatua tofali sio kazi ya kiroho. Nani amekwambia? Ile tofali ndio tumejengea nyumba hapa. Leo tunaabudu katika kanisa hili. Kiwanda cha simenti kinazalisha leo, ndio tunaweka simenti chini hapa. Mungu anataka umshirikishe, umtangulize yeye. Kasali, nenda kwenye kazi. Mambo ya kusema Jumapili nataka niangalie movie siku nzima. Mpendwa katika Bwana, unakaa nyumba ya kupanga? No sense. Kuna tatizo kubwa. Lazima ulibadilishe ili uweze kwenda kwenye hatua ya utukufu. Tabia ya Mungu ni kuficha mambo. Kitabu cha Mithali sura ya 5 mstari wa 22. Anasema ni utukufu kwa Mungu kuficha mambo, lakini pia ni utukufu kwa mwanadamu yoyote kugundua mambo. Mithali 5:22. Kwa Mungu anajisikia la anapoficha dhahabu chini ya udongo. Alipomuumba Adamu akamwambia nenda kalime, alimwambia kuna dhahabu chini? Alimwambia udongo kilima utapata nani? Mandazi na chapati na chips na kuku. Leo unakula chips kwa sababu wanadamu Mungu amemhusisha katika uumbaji wake.
Kwa lazima tuelewe namna gani kazi imekuwa ni msingi wa maisha, ila umhusishe Mungu, kwa sababu dhahabu iking'aa yenyewe haiwezi kwenda mbali. Sasa nisikize kwa makini. Sumu kubwa ya kazi ni kuahirisha. Ile biashara nitaanza mwakani, nitaanza wiki ijayo. Ukiwa na tabia ya kuahirisha mambo, uendi mbali. Kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 7, sikiza naposema. Unaweza kuwa mwanafunzi unaahirisha kusoma, alafu unakuja wakati wa mtihani unakesha usiku mzima. Ana matatizo. Leo ungeweza kwenda kulima shamba, kuna mashamba yapo bado. Ujaenda na kuomba shamba, unasema naahirisha, nitafanya mwezi ujao. Ngoja kwanza mvua iende kidogo ichanganye. Sina hela kwanza. Sababu nyingi unakuta mtu akwambia sina hela. Ulienda kupiga magoti ukagonga, ukakataliwa. Ulienda kufanya kitu fulani Mungu anafanya jamani. Anasemaje? 4:7. Kitabu cha James na Yakobo 4:17, samani sio 7. 17. Yakobo 4:17. Anasema basi yeye ajuae kutenda mema, ajuae kufanya nini? Naye ayatendi, kwake hiyo ni dhambi. Kwa dhambi sio uzinzi peke yake. Dhambi sio uongo peke yake. Ukitakiwa kuwa unatakiwa kwenda kulima, alafu uendi kulima, unaahirisha, ni dhambi. Ukitakiwa kwenda kupika mandazi ili watu wakale, alafu unaahirisha kupika mandazi, ni dhambi. Ukitakiwa kusafisha nyumba yako, alafu unaahirisha kusafisha nyumba, ni dhambi. Chochote kinachotakiwa kufanyika kifanyike kwa wakati unaohusika. Hiyo ndio msingi wa kazi. Lakini ukianza tabia ya kuwa na ukimbia kitu, unaogopa, kuwa makini. Ila katika misingi ya kazi lazima uzingatie yafuatayo. Ya kwanza, usianze kazi yoyote bila, 1, kuomba. 2, tafuta maarifa. Uliza kwa watu. Jamani, kupika mandazi wanaikaje wenzangu? Hivi mandazi ya wengine yakoje? Hivi shamba wanalimaje? Usianze kulima kilimo cha shamba akatuna maarifa. Utavuna mabua. Unashangaa umelima eka 4, unavuna magunia 5. Alafu ukiangalia gharama za ufundi za kilimo, gari uliotumia, sijui trekta, au mwenyewe unaenda kulima ukala na ugali mwingi, ukipiga mahesabu yote unakuta umefanya makaputi. Yaani umetoa huku umeingiza mkono huu. Pata maarifa. Wanalimaje mashamba? Wanafanyaje? Watu waliofanikiwa katika kulima. Kitabu cha Mithali sura ya 1 mstari wa 5 nasema jitahidi kujifunza. Mtu ambaye ana hekima anakuwa tayari kusikiliza na kujifunza. Cha pili, ni muhimu sana kuwa na mipango. Ukishakuwa na mipango, kitabu cha Mithali sura ya 16 mstari wa 1, unaikabidhi mikononi mwa Mungu. Mungu anaidhibitisha mipango yako. Jambo la tatu ni kile ambacho ametuambia kitabu cha Mithali sura ya 12 mstari wa 24. Mithali 12:24. Anasema kwamba chochote utakachokifanya, fanya kwa nguvu zako zote. Hakikisha unataka kufanya kiwe kizuri na usifanye kwa mwanadamu. Kama umefanya kazi ya kuajiriwa, fanya kama kwa Mungu, usifanye kama kwa mwajiri. Kama umefanya kazi ya kilimo, fanya kwa Mungu, usifanye kama kwa mwanadamu. Wewe fanya ukimaini Mungu atakupa ujira. Anasema mkono wenye bidii utatawala. Bidii maana yake nini? Kufanya kwa nguvu zako na akili zako zote. Lakini anasema mkono mvivu utalipishwa kodi. Lakini pia kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 15 na 16 anasema okoa muda. Jifunze kuokoa muda. Kule mbinguni kuna kazi. Ufunuo 7:15 anasema tutakuwa tukimtumikia Bwana usiku na mchana. Malaika wa Mungu wanafanya kazi leo. Kataa kitu kilichoingia kichwani kwako kinakwambia lazima ni relax. Haya maisha hamna kitu kinaitwa kurelax. Heshima itakuja kwenye kufanya kazi. Lakini ufanye kazi ukimtegemea Mungu. Kwa sababu ndani yako wewe kuna vipawa hujavianzisha bado. Ili uweze kuwa mwimbaji mzuri kwenye kwaya, lazima ufanye mazoezi ya kutosha. Ili uweze kuwa mpiga kinanda kiboko, mpiga drum wa kutisha, lazima ufanye mazoezi ya kutosha. Siku moja watu wanakuangalia, huyu sio saizi hapa. Huyu tumpeleke Marekani.
Lakini ukiwa mtu ambaye kila kitu upo tu, nilipi? No sense. Amua kubadilisha, fanya kama kwa Bwana, sio kwa mwanadamu. Jambo ya mwisho, nguzo ya tatu, napomaliza. Nguzo ya tatu. Nguzo ya kwanza nimesema nini? Nguzo ya kwanza nimesema nini? Uadilifu. Nguzo ya pili, fanya kazi kwa bidii. Nguzo ya mwisho ya tatu, ili kuweza kutimiliza maono, ni lazima uweze kujua namna ya kusikia sauti ya Mungu. Uweze kujua namna ya kuisikia sauti ya Mungu. Habakuki anasema nitakaa juu ya mnara, alafu nitaangalia, maana niko kwenye maombi, nisikie atakavyonijibu. Kwa lazima kuna kusikia. Hivi hamna ndoto, ndoto haitimii. Lazima usikie kwamba nimetaka kitu, Mungu naomba unisaidie. Lazima itokee kwamba Mungu aongee na wewe. Sasa Mungu anaongea na wewe kwa njia gani? Unajua kuna watu wanadhani kwamba Mungu atashuka, ndio Mungu. Sasa sikiliza. Leo asubuhi nimeongea na wewe kama Mungu. Mungu anaongea na watu kupitia kanisa. Sasa utakaposikia kwa makini, ukalifanyia kazi, ndio uponyaji wako. Mungu anaongea na wewe kupitia ndoto. Watu wengi wanaota ndoto, alafu wanaziacha, wanatafuta mtu wa kutafsiri. Ukiota ndoto, ipeleke mbele za Mungu kama barua. Baba, leo usiku nimeota nafukuzwa na nyoka. Umepiga magoti yako pale. Naomba nijue ni kitu gani. Kama kina ubaya ndani yake, ninakifuta kwa damu ya Yesu. Kama ni chema, naomba unifunulie nifanyeje kwenda huko. Naomba msaada Bwana, nijue ndoto yangu inanipeleka wapi. Naomba neema. Ipeleke kama unavyosema story kwa mshikaji. Baba, nimeota natembea, alafu nikakutana na shimo. Alafu kaa kwenye magoti, ongea na Mungu wako. Alafu mwachie, sumesha mkabidhi. Yanayofuata sio ya kwako. Ukienda kwa mtafsiri wa ndoto atakwambia funga siku 21. Alafu ongeza nyingine 40. Alafu unajua yule jirani yako pale anakuangalia kwa kijicho. No sense. Simeataka mwenyewe. Njia rahisi, mweleze Mungu akupe tafsiri ya ndoto. Kubali kujenga msuri, usitake stories za kutikisha masikio hiyo kwambie tu unajua ndoto ile ilikuwa na maana. Kweli mtumishi wa Mungu. Forget about it. Utakulisha na mavi. Amua kuwa mtu ambaye unaweza kusikia sauti ya Mungu. Mungu anaongea kupitia kanisa. Mungu anaongea kupitia neno lake. Mara nyingi nakuwa na maswali nikija kanisani. Somo la leo nilikuwa sijui mpaka jana usiku. Nimekuja kanisani saa 5 hapa. Namuuliza Mungu, nakwendaje? Nakwendaje? Hilo. Nikaanza kuandika. Naandika. Kasema sasa tumemaliza misingi mitatu ya kutimiliza maono. Sije kufundisha sehemu yoyote. Unapata mafunuo, unafanya biashara, Mungu anakufunulia kitu gani ukifanye. Ndio namna ya kuweza kutimiliza ndoto. Tusimame. Siku ya leo, asante kuongea na roho yangu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ulionipa kwamba naweza kukanyaga nyoka na nge na ngui na hakuna kitakachonizuru. Ninashika kichwa changu sasa Bwana. Kama kuna mambo yamepandwa, uharibifu, ili nisiweze kufanya kazi leo, ng'oka kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ng'oka 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 kwa damu ya Yesu. Baba, ninaomba kipaji hichi na kichwa hichi ambacho nimeshika, Bwana, achilia mafuta mabichi. Naomba kuwa mtu mpya. Naomba kuwa mtu wa tofauti. Ondoa ujinga ndani yangu. Ondoa uzembe ndani yangu. Ondoa uchafu ndani yangu. Nipe neema Bwana ya kuwa mtu ambaye anajielewa, mtu ambaye anajijua, katika jina la Yesu. Ninakataa ujinga katika jina la Yesu. Baba, nipe neema. Baba, nipe neema ili nalofanya lolote Bwana kuwa
Bwana, nitakuwa mwadilifu. Ninakuahidi Bwana, nitafanya kazi kwa bidii. Ninakuahidi Bwana, nitaisikia sauti. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba katika maisha yangu niondolee sauti za kuzimu. Sauti yoyote ambayo sio yako na inaongea na maisha yangu, ng'oka, achia maisha yangu katika jina la Yesu. Baba, ninaomba fungua akili yangu, fungua akili yangu. Mwombe Mungu kufungua akili. Ongea na Mungu wako, mwambie Baba, fungua akili yangu. Nipe uwezo wa kufikiri vizuri, nipe uwezo wa kuwaza vizuri, nipe uwezo wa kufanya vema katika jina la Yesu. Ikaraboshe korianda raba, remesa korianda raba, shendebosa. Baba, kwa jina la Yesu, naomba unipe neema ili haya maono yakatimie kwa jina la Yesu. Nipe uadilifu, nipe kufanya kazi, nipe neema ya kusikia sauti yako. Muombe Mungu kwa ajili ya maono yako leo mwaka huu. Ongea na Mungu wako afanye, ongea na Mungu wako katende. Mwambie Baba akupe neema ili ukapate kuyatimiliza katika jina la Yesu. Ikaraboshe korianda raba, mekarianda rabosa, rikabakarianda robose koria rabosa. Baba, kwa jina la kwanza ninaomba neema yule aendaye Bwana akanitimilize. Baba, kwa jina la pili ninaomba neema Bwana. Roho Mtakatifu nisaidie nitimie, nipe wepesi Bwana. Ila tatu Bwana, ninaomba muujiza Bwana, uingilia kati Bwana, tenda Mungu wa Israeli karia robo sekoria darabashi. Na ili la nne Bwana, inuka leo ukatende Mungu wa Israeli. Na ili la tano Bwana, nisaidie. Naomba nione matokeo mwezi wa 12. Naomba nione matokeo kabla mwaka hujaisha. Damu ya Yesu fanye makuu. Nisaidie nikutumikie wewe, nisaidie nitende majira ambayo unipangia, nisaidie nikafanya yale ambayo Mungu ni makusudi yako katika jina la Yesu. Endelea kuomba Mungu, kena Mungu wako chini maombi yako leo mwaka huu 2026 katika jina la Yesu. Na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe nasi sote sasa na hata milele. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana